Moja ya mambo ambayo Pasaka watu walifanya, walisherekea kwa sababu ilikuwa ni sikukuu ya wana wa Israeli. Na watu wanazidi kuelewa kila siku, wanazidi kuwa na ufahamu kila siku, wanaamka watu kila siku kwenye usingizi. Hakuna watu wanampenda Mungu kama wanaume, lakini walionekana wanaume wanampuuza Mungu. Si kweli, bali watu waliokuwa wanaongoza hawakuwa na ukweli wa kuambia, wa kumweleza mwanaume nini ukweli au vitu vinavyoeleweka. Sasa hii namna ya kufanikiwa, Jumapili tutakuwa na Pasaka tarehe 20, si ndio? Yes. Tarehe 18 tutafanya maandalizi ya wale ambao wanahitaji kufanikiwa, na tarehe 19 pia. Kuna watu wanatoka nchi mbalimbali kuja kufanya hili zoezi, wengine mikoani kuja kufanya hili zoezi. Na Pasaka sio ya Yesu. Pasaka ni ilikuwepo kabla ya Yesu. Tuseme ya maneno, Pasaka ilikuwepo kabla ya Yesu. Pasaka ilikuwepo kabla ya Yesu. Lakini kuna watu wanalazimisha sasa kwamba Yesu ndo kaizindua. So kweli hayo mtu yani wanalazimisha. Usilazimishe mambo. Tuwekee hapo Kutoka sura ya 10 na ngapi? Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka wenu. Ndio. Semeni na mkutano wote wa Israeli. Semeni na mkutano wote wa Israeli. Yes. Mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwana kondoo. Kila mtu atatwaa mwana kondoo. Kila mtu. Soma kwenye Biblia yako hapo. Sifikiri tumeedit huko. Kila mtu, sio mmoja, kila mtu atatwaa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao. Hesabu ndio unaambiwa 7. Alifanya hivyo Ayubu kwa watoto wake, sivyo? Yes. Maandiko yasema aliwahesabu watoto wake kama walivyo, anatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao. Mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja, ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae wana kondoo. Anasema kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Mwana kondoo wenu atakuwa hana hila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi. Haya, nanyi mtaweka hata siku ya 14 ya mwezi ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Chinja hiyo, chinja. Ipo kwenye Biblia au ni IPM? Analeta mafundisho ya Kiislamu. Ni Biblia hiyo. Nanyi mtaweka hata siku ile ya 14 mwezi ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja. Kwa hiyo kama tumeamini mambo ya Israeli, inabidi sisi fanyaje? Tuyafuate. Basi unatakaje kuifuata mambo? Si tumeamini dini, tuifuate inavyosema ili tufanikiwe. Amtaki turudi sasa wayagonyera kumzira uwe kuichoro. Akutogole, simalizi. Ana wasaramu hamna dogo. Israeli watamchinja jioni. Tuseme haya maneno yote. Israeli watamchinja jioni. Twende mbele. Nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili
na katika kizingiti cha juu. Ukishachinja, inachukuliwa damu ile, inatiwa, inahifadhiwa, inawekwa sehemu fulani. Ya kwanza miimo miwili, namba 1, na katika kizingiti cha juu watakula nyama yake usikule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Maelekezo hayo sasa wanapewa. Msiile mbichi kama Wamasai, Wamang'ati na ndugu zetu kutoka Iringa, wala kutokoswa majini, manake kuichemsha, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani vyote. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Pasaka imeanzishwa wakati wa Yesu. Sasa wananipinga nini? Na waona huko wanabishana na mimi. Hamna Yesu hapo. Kuna Yesu hapo. Si ni Musa wewe? Anapewa maelekezo na nani? Na Mungu. Namna ya kuiandaa Pasaka. Umeona Pasaka? Sasa inakuwaje si Pasaka tuchinji? Sasa Pasaka yetu ni Yesu. Matajiri sio wengi. Haya mambo watayafanya wachache, then watafanikiwa. Halafu watakuja kuamka. Wakati wanaamka, sisi hatuishi. Sisi tunaishi milele. Tutakuwa hatupo. Itakuwa ni majuto, kwa sababu kuna maelekezo mengine ya Biblia haya. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na mwanadamu na mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba. Kwa hiyo walipochinja, kuna damu zilichukuliwa, wakawa wanaenda wanafanyaje? Wanapaka milangoni, ili huyu malaika wa kisasi atakapokuja kufanya kazi. Huyu hakuwa malaika wa shetani, alikuwa ni wa Mungu, ametumwa kuua. Kwa kuna malaika wa Mungu kazi yao ni kunini? Ni kuua. Mtu akikuletea masiara awe makini. Mimi na msemo wangu nasema sifanyi kazi mara mbili. Nikikutengeneza mimi ni mara hii moja, wakigusa simo. Na ile damu itakuwa ni ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu. Ndio hiyo wanaita Passover. Nitapita juu. Malaika huyu wa kifo atakuwa na Passover, kwamba hapa siui, hapa naua, hapa siui, hapa naua, hapa siui, hapa naua. Hivyo ndio maana ya protection, ndio maana ya kinga. Kwa Kiswahili hii tungesemaje? Zindiko la wana wa Israeli kwa Kiswahili, lakini kwa Kiingereza tunasema sacrifice. Na ndio inanoga. Kisema tu kafara unaonekana mchawi. Tuongee Kiingereza ili tuonekane wazungu. Sema amina. Amen. Ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapopiga nchi ya Misri.
Kwa hiyo muumini yoyote anatakiwa kuwa na protection, ili mabalaa yanapokuja kwenye biashara yako yakute umechinja. Ongeza makofi kidogo vizuri. Yes. Sasa wanapokuambia damu ya Yesu inalinda biashara, wanakudanganya. Damu ya Yesu ni kwa sababu ya ondoleo la nini? La dhambi za wanadamu. Na nitakupa ushahidi. Mimi siongei maneno, mimi naongea Biblia. Tuendelee. Pasaka ilikuwa kutoka zamani Umejifunza. Wangapi walikuwa wajui? Seriously? Watu wengi walikuwa wajui. Ilikuwepo toka zamani, sio wakati wa Yesu. Ilikuwepo. Na walikuwa wanachinja. Sasa huyu nani aliyekuja kuondoa utaratibu? Nimeeleweka hapo? Yes. Muulize mwenzio, nani alikuja kuondoa utaratibu wa kuchinja? Alikuja kuondoa utaratibu wa kuchinja. Ili tusichinje? Ili tusichinje. Nani? Kama ni Yesu tutajua leo. Kwa sababu wanamwekea maneno mdomoni, tutajua leo. Twende hapo. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu. Angalia hapo. Listen to me. Siku hii itakuwa ukumbusho kwenu. Tuangalie huo ukumbusho unaisha au hauishi. Dokta, unanielewa? Tuangalie huo ukumbusho kwamba unaisha au hauishi. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Pasaka ni nini? Ni sikukuu ya kukumbuka. Watu walifanyaje? Walichinja. Mungu aliwalinda. Malaika walipass over, wakaenda kuua watu. Nakwambia walikufa watu vibaya mno. Kwa malaika alikuwa anapita tu na anajaweka damu, huyo nyumba nzima imekufa. Kuja fika pale mzaliwa anaangalia, kapaka kwenye komo, anamwacha. Ndo ilikuwa kazi hiyo. Kwa hiyo lazima uwe na alama hapa duniani hapa ili uwe salama. Yes. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu. Umesikia? Kwa kama sisi tunamwamini Yesu Mwisraeli, lazima tufate tamaduni zao. Mzimu usiokujua hautakusaidia. Hiyo ni kanuni. Mzimu usiokujua haukusaidii. Hakuna mali inayorithiwa kutoka kwa babu kwenda kwa mjukuu. Mali inarithiwa kutoka kwa baba kwenda kwa mtoto. Tunaposema Ibrahimu ni baba yetu wa imani, maana yake lazima tuangalie Ibrahimu alifanya nini ili turithi yale aliyokuwa nayo. Mungu alimfanya Ibrahimu kuwa baba wa mataifa. Maandiko yanasemaje Pastaniki? Ili baraka za Ibrahimu zifanyaje? Tujilie na sisi watu wa mataifa. Zitakujiliaje? Utaki kuchinja? Ibrahimu anachinja. Mungu anamwambia nichukulie mtoto wako huyu. Shetani kajiongeza tu, yeye anatoa watu kule. Si hatuwezi kusubutu, kwa sababu hakuna nchi duniani inaruhusu mtu kutoa mtu. Haipo. Huo ni ushirikina wa hali ya juu. Ibrahimu mpaka mlimani anataka kumuua mtoto. Hatuui mtoto, tunaua nini? Kondoo. Katika kukubariki nitakubariki, katika kukuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni. Yaani matamko yanaanza kuonekana baada ya Ibrahimu kufanya kufuata maelekezo ya kuchinja. Sasa kuna mtu anaweza akasema, kwa nini Ibrahimu alichinja kondoo mmoja? IPM wao niambie kondoo labda watatu. Sikuna swali kama hilo. Mungu hakumwangalia Ibrahimu kwa thamani ya kondoo mmoja.
Mungu alimwangalia Ibrahimu kwa thamani ya mtoto wa pekee. Alete mbuzi, weka tu hapo. Nataka, ndio maana angalia Mfalme Suleiman, 22,000 mbuzi, 22,000 ng'ombe, 22,000 kondoo. Anataka kuwa mfalme, anajua hapa tupo wakati wa uchaguzi. Unataka kuwa mbunge hivi. Mwanangu mmoja alikuja hapa, yeye anataka kuchukua fomu, anataka kuwa mbunge. Kaambia, baba, hapo tunaacha kazi, tunafanya kazi. Inabidi tupate mchanga wa jimbo zima. Tunaupataje? Ambia, kuna gari. Tunayo magari sisi, yanayoonekana na yasioonekana. Tunafika jimboni, tunawapa kazi vijana. Ni hela tu hapo. Unachukua timu ya bodaboda hata 40. Kila kitongoji kidogo chop mnauchukua mchanga mpaka mpate wa jimbo zima. Alafu baadaye mnakuja kuchukua majina ya nini? Majina ya wajumbe. Alafu anapanuliwa nini? Mdomo. Kama ni ngamia au ng'ombe, yale majina nawekwa mle. Alafu nawekwa picha mgombea mbele, alafu tunafunga na bandage. Usije ukamsaliti huyu. Bana wachelei kula hela wakachukua na huko. Ni mambo mazito haya. Kuna kafara za juu ya milima, kwamba huyu kila atakayeona anastahili kuongozwa awe huyu. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu ya Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Turudia ya maneno tena. Kwa amri ya milele. Tena. Kwa amri ya milele. Jamani, sauti ndogo. Kwa amri ya milele. Hii kumbe ni nini? Amri ya nini? Ya milele. Kuchinja ni nini? Ni amri ya nini? Ya milele. Kuchinja ni nini? Wewe unanifuatia. Kuchinja ni nini? Ni amri ya nini? Ya milele. Kuchinja ni nini? Ni amri. Andika hapo chini kwenye comment. Kuchinja ni nini? Ni amri ya nini? Ya milele. Sasa wanamsingizia Yesu kwamba alipokuja alikuja kuiondoa. Tuweke sawa. Tuanze kwanza na inasemaje? Ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu iitwayo sikukuu ya Pasaka. Kwa mujibu wa namna nilivyokufundisha, ilianzia hapo au ilianzia wakati wa Musa? Ilianzia wakati wa Musa. Kwa Yesu amefanyaje? Yesu anafanya kitu alichofanyaje? Alichokikuta. Anakiendeleza tu. Sasa tumuone Yesu alichinja au alikataa kwa sababu ya agano jipya. Na wakuu na makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua, maana walikuwa wakiwaogopa watu. Nataka tusome wote hapo 1 2 3. Tusome 1 2 3. 1 2 3 kidogo. Ikafika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo ilipasa kuchinja Pasaka. Kuchinja? Ndio. Ipo hapo? Ndio. Angaliana kwenye Biblia yako. Hiyo Biblia ya IPM ya kwenye TV lake ameedit. Angaliana kwenye Biblia yako. Zinafanana? Zinafanana? Kweli? Haya, turudie tena. Ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo ilimpasa kuchinja Pasaka. Sasa tujue hapa, twende taratibu. Nataka tujue kwamba huyu aliyechinja ni Yesu au sio Yesu. Si ni somo muhimu hapo? Ndio. Si ni jambo muhimu? Ndio. Anasoma Biblia vibaya. Yesu akuchinja. Twende taratibu. Mimi tu sitaki debate, kwa sababu siwezi kufanya debate mpaka naingia kaburini. Mimi sio mwana debate. Mimi na watu wangu nimetumwa niwafundishe watakaoniamini. Basi. Amina. Amen. Haya, akamtuma Petro na Yohana. Wewe unapofikiri Petro na Yohana anaweza kutumwa na nani? Hivi ukisikia IPM katumwa na Niki, inakuja kweli? Ila ukisikia Niki
katumwa na IPM inakuja. Kwanza rudisha nyuma, tukubaliane kanisa zima, kuchinja ipo haipo? Nijibu vizuri. Ipo. Ipo pale? Yes. Au kuchinja maji au kuchinja dhabihu ipo? Yes. Aya, akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie Pasaka tupate kuila. Hivi huyo aliyewatuma hapo ni nani? Yes. Na inahitaji kwenda chosha Biblia hii? Hapana. Wakamwambia, wataka tuile wapi? Tuile kwa IPM au tuile wapi? Akamwambia, tazama, mtakapoingia mjini mtakutana na mwanaume akichukua mtungi wa maji, mfuateni mkaingie katika nyumba atakayoingia yeye, na mtamwambia mwenye nyumba, mwalimu akuambia. Hiyo mwalimu ni nani hapo? Yes. Mtamwambia mwenye nyumba, mwalimu akuambia, kiwapi chumba cha wageni nipate kula Pasaka pamoja, nipate kula Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wa nani hao? Yes. Naye atawaonesha chumba kikubwa orofani, kimekwisha andikwa, andaeni humo. Wakaenda wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Maana yake wakafanyaje? Wakachinja. Wakachinja. Hata saa ilipofika akaketi chakulani, yani wakachinja na chakula kikaonekana. Akasi yeye na wale mitume pamoja naye. Akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi. Anaposema kuila Pasaka hii pamoja nami, maana yake kuna Pasaka nyingine zilizofanyaje? Zilizopita. Ila hii, yani sasa mimi niseme, jamani, natamani kweli Pasaka hii tuwe pamoja hapa Embassy. Maana yake kumbe kuna nini? Kuna Pasaka nyingine zilizofanyaje? Zilizopita. Akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kwa maana nawaambia ya kwamba siili tena hata nitakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Hayo hapo alikuwa anazungumzia kifo nini? Kifo chake na kuimaliza kazi yake. Kwa hiyo unaposikia Pasaka, maana yake ni sikukuu ya wana wa Israeli. Mungu alipowatoa katika utumwa na mateso waliokuwa nayo na kuwaweka huru, wakachinja. Malaika wakafanyaje? Wakawapigania wao na wakawapiga maadui zao. Ndio ikapatikana neno Pasaka, pass over. Juu, upita juu, ruka juu hivi. Hapa ua, hapa acha. Ndio maana ya Pasaka. Ndio maana pass over. Hapa ua, hapa acha. Hapa ua, hapa acha. Hapa ruka, hapa acha. Hapa hivi. Yes. Haya. Kwa nini wao uchinji? Halo? Kwa nini uchinji? Mi Pasaka yangu ni Yesu. Wapi imeandikwa? Yeye mwenyewe Yesu kachinja, kukuonesha kwamba hichi kitu Mungu alisema ni cha nini? Cha milele. Yes. Inatangaza katika jina la Yesu. Oh yes. Mambo yako baada ya ibada hii yakaanze kuonekana. Na alivisi. Huwezi kufanya biashara bila kafara. Wesi utoboi. Kuna swali la msingi la kujiuliza.
Kwa nini wenzao wanafanya biashara wanapanda, wewe upandi? Ukiwa mwanadamu jiulize. Yaani usiishi bila kujiuliza. Kwa nini wenzangu wanaolewa, mimi siolewi? Jiulize. Kwa nini wenzangu vijana wadogo tu wana maisha, mimi sina? Jiulize kaka. Jiulize kwa nini? Wao wanafanya nini? Wana siri ipi?